siku mbili hizi weekend Jumapili tulikuwa tunaona mashambulizi ni kama Israeli ilikuwa inabondwa. Jana taarifa zikaanza kutoka na Waziri Mkuu wa Israeli pia akatoa taarifa, alienda kufanya ziara kwenye kituo chao cha anga, akasema tunakaribia kushinda. Kauli ya kiume sana. Kushambulia kituo cha habari kwanza inamaanisha nini? Tuanzie hapo. Au ndo bomu alina macho? Yes, kwanza ukitazama imekuwa sasa katika huu mzozo umeingia katika stage nyingine mbaya zaidi ya kuweza kushambulia vituo vya kimkakati. Unajua kwenye vita unaposhambulia kituo kikubwa cha television ya taifa, maana ni kwamba unaenda kutengeneza hofu kwa wananchi ambayo wapo katika nchi hiyo. Kwa sababu kile kituo kitazama kimekuwa ni kituo cha taifa cha nchi ya Iran. Kwa hiyo watu wengi ambao walikuwa wanatazama taarifa habari siku ile ambayo ni jana wameweza kutazama tukio likiwa live. Sasa kama mwandishi alitoka pale akaanza kukimbia, vipi kuhusu wananchi ambao walikuwa wanatazama kule nyumbani? Inaweza kaa agenda setting pia. Kwa hiyo inaweza kaa agenda setting kuhakikisha kwamba wanaweza kuwatia hofu. Na kwenye vita kama unavyojua kuna vitu vingi, kuna masuala ya propaganda, kuna masuala ya kuwatia hofu, kuna masuala ya kudhibiti na kupiga maeneo ya kimkakati. Ndio maana Israeli ukitazama kabla hii vita haijafikia hapa ilipofikia, ameanza kulipua au kuharibu vituo vya kimbinu kuanzia mabomu ya nyuklia, kutazama vituo vya utubishaji mabomu ya nyuklia, lakini vile inatajwa ameweza kuwaua makamanda wakuu katika jeshi la Iran. Kwa hiyo umekuwa ni mtindo wa muda mrefu kutazama wa taifa la Israeli katika kuwahujumu, kuwa sabotage nchi ya Iran na nchi nyingi kwa kweli katika nchi za Mashariki ya Kati, katika kuwaua wanajeshi wake na makamanda wake ambao wamekuwa wakiongoza gurudumu katika hizo vita za Mashariki ya Kati. Na kama unavyojua kabisa kwamba kuna msemo ambao unasema kimkakati, ukimuua kiongozi maana unaweza ukatawanya wafuasi. Kabisa. Hiyo wameifanya dhidi ya Hamas walivyomuua Yahya Sinwar, walivyomuua Ismail Haniyeh, walifanya hivyo Lebanon, katibu mkuu Hassan Nasrallah alivyopigwa bomu la GPS, na maeneo mengi wamekuwa wakijaribu kusabotage viongozi wa nchi za Kiarabu. Na huu ni mpango ambao umekuwa ukifanywa, nilisema jana hapa, na Mossad. Israeli wana mashirika yao mengi ya kijasusi. Na wamekuwa wakika fedha nyingi sana ambazo zimekuwa zikijaribu kufanya upelelezi au jasusi katika kuangalia misimamo na nafasi za nchi za Kiarabu. Kwa hiyo matishio yote ya kiusalama ambayo yamekuwa yakitokea katika nchi yao au katika mataifa ambayo yamekuwa yakiwa karibu nao. Na kwa nini kwa mfano taarifa za taifa la Iran zimekuwa zikivuja? Kwa sababu ndani ya Iran kuna Washia ambao wanaunda idadi kubwa ya watu katika nchi ya Iran, takriban 87%. Kuna Wakristo, lakini vile kuna Jewish kutazama ndani ya Iran. Kwa sasa inatajwa vile wale Jewish wamekuwa wakitoa taarifa kwenda katika nchi ya Israeli. Sasa bana kisa ndani nifahamishe taarifa ambazo zimetokea tu muda mchache kama saa moja dakika 60 zilizopita. Maskini sisi. Maskini wa. Of course, chakoza ubalozi wa Uchina pale Israel umewataka raia wake waondoke. Yale maswali ambayo watu walikuwa wanajiuliza kwamba China, Russia ziko kimya. Kwa China so far wanataka watu wao waondoke. Lakini kuna azimio limetoka G7. Yale mataifa 7. Na hilo azimio ambapo Trump amelazimika kukatiza ziara yake. Trump amelisaini kabla haja fly. Hivi ninavyozungumza amesha fly. Hilo azimio linasema Israel ina haki ya kujilinda. Yaani nchi zote zile 7 zenye nguvu zimetoa Israel ina haki ya kujilinda. Na kwa maana kwamba imeponda inasema sisi na itafsiri katika lugha isiyo rasmi ya Kiswahili. Nasema sisi viongozi wa G7 tumeweka commitment katika kulinda amani na ustamilivu Mashariki ya Kati. Kwa muktadha huo tunathibitisha kwamba Israel ina haki ya kujilinda yenyewe, na tunaunga mkono ulinzi wa Israel. Na tunasisitiza
ulinzi wa wananchi wasio na silaha tuseme. Yes. Kwanza hapo Sam, kama hujajazia huo mjazio wako, ukisoma kwenye takwimu kilomita square za Israeli utaelewa kwa nini nitaka nianze na ni lugha mama imeniathiri. Israeli ni taifa dogo. Kwenye mtandao wanasema ukubwa wake ni kilomita square 21,000. Tanzania hii hapa sisi tunafika 900,000 kilomita square unaelewa zaidi ya. Kwa hiyo yani kama mimi hesabu yangu haraka ni mikoa tu miwili hapa nchini kwetu inatengeneza Israeli. Nguvu yake iko wapi? Yes, kwanza lazima tufahamu kitu kimoja kwamba taifa la Israeli limekuwa likipewa msaada mkubwa sana wa kifedha na wa kijeshi katika nchi za kimagharibi ikiwemo Marekani. Okay. Bajeti ambayo anapewa Israeli kwa mwaka au bajeti ambayo alipewa Israeli mwaka jana na mwaka juzi kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka 2024 katika ile operation yao ya Hamas ni dola takriban bilioni 300. Kitazama ndio imetumika kwenye vita kati ya Israeli na Palestina na Hamas. Kundi la Hamas. Sasa kutazama ni kwamba Marekani amekuwa akitazama Israeli kama ni eneo lake la kimkakati. Anasoma Sam taarifa hapo kwamba wamekubaliana wakina nani? G7. Unapozungumza G7 unazungumza mataifa tajiri duniani. Sawa? Na wengi ya mataifa wanaunda katika chombo ambacho kinaitwa NATO. Sawa, umoja wa kujihami wa nchi za magharibi. Yes. Sasa NATO na Marekani wanaitazama taifa la Israeli kama ni taifa mkakati katika kulinda na kutetea maslahi ya kimagharibi katika eneo la mashariki ya kati. Na nitakupa mfano. Hapa duniani unajua kuna mataifa ambayo tunasema ni mataifa ambayo ni pin state. Yaani pin state katika siasa za kijiografia ni mataifa mkakati. Ili uweze kuwa taifa kubwa lazima uwe na mataifa ambayo yanakuja kuangalia maslahi yako katika eneo la kijiografia. Kwa mfano Taiwan ni taifa mkakati. Eneo kwa mfano Ukraine ni taifa mkakati. Eneo kwa mfano Israeli ni taifa mkakati. Yaani mataifa ambayo yapo pale kwa ajili ya kulinda maslahi makubwa ya wale watu ambao kimsingi wamekuwa wakiwasaidia. Sasa Israeli imekuwa ikitumika na nchi za magharibi tangu imeanzishwa mwaka 1947. Sawa, kwa sababu Israeli, hii ni muhimu kisa, imeanzishwa kutokana na tamko la Umoja wa Mataifa. Hilo tamko linaitwa two state solution. Azimio namba 181. Walikubaliana kwamba Wapalestina watapewa 45%, Waisraeli watapewa 55%. Taifa la Israeli kaanzishwa mwaka 1978. Waziri mkuu wa kwanza anaitwa David Ben-Gurion akatangaza taifa la Israeli tarehe 14 Mei. Sawa? Sasa ili taifa limekuwa likipewa msaada mkubwa sana na nchi za NATO na nchi za Marekani pale mashariki ya kati. Sasa kwa nini anapewa msaada? Cha kwanza kuhakikisha kwamba maslahi ya nchi za magharibi yanalindwa katika eneo la mashariki ya kati. Na taifa lolote ambalo itakuwa ni kinzani dhidi ya maslahi ya mataifa ya magharibi, hiyo taifa litapigwa. Ama ndio siri yake hiyo ndio siri yake. Kwamba taifa lolote ambalo itakuwa linaenda kinyume na maslahi ya mataifa ya magharibi. Kwa hiyo hii Israeli imekuwa kama ni watchdog. Yaani kama ni taifa ambalo ni kama mbwa ambaye anaangalia maslahi. Kwa niguse waje. Niguse waje. Ndio maana ukimsikiza sana anakuambia kwamba tumekubaliana kwamba Israeli ina haki ya kujilinda. Sasa jiulize kwamba je, Wapalestina wana haki ya kujilinda? Iran ana haki ya kujilinda? Je, Lebanon wana haki ya kujilinda? Kwa nini Israeli? Sasa ukitazama ni kwamba hii inakuonyesha kwa namna gani taifa la Israeli limeanzishwa kimbinu kali sana. Na nilisema jana hapa kwamba ili uweze kumaintain, ili uweze kulinda nafasi yako kama taifa kubwa, lazima uwe na mataifa ambayo yanaangalia maslahi yako. Hiyo imetokea kwenye historia mwaka 62 pale ambapo Umoja wa Kisovieti ulivotaka kuitumia Cuba kuweza kuangalia maslahi ya Urusi na Usovieti katika maeneo ya Amerika Kaskazini na Amerika Kusini. Kwa sasa imekuwa sasa kuna huo mtifuano. Sasa hoja msingi ni kwamba
kwa sababu ni taifa mkakati, taifa la kimbinu, linakuja kuangalia maslahi makubwa ya nchi za magharibi. Kuna mataifa tunasema yana resist sasa, yanapinga sawa ile hali yao na haki yao ya kuendelea kuwakandamiza, of course ukoloni mambo leo. Ndio maana wengi tunasema kwamba kinachoendelea Mashariki ya Kati ni ukoloni mkongwe. Sawa, kwa mfano tangu taifa la Israeli limeanzishwa mwaka 1947 na mwaka 1948, mipaka ambayo walipewa na Umoja wa Mataifa imeongezeka katika eneo la Palestina. Yale leo hiyo Palestina wamebaki maeneo haya mawili. Eneo la Gaza ambako kuna chama cha kisiasa na kuna jeshi ambalo linaitwa Hamas, sawa, na kuna West Bank kuna chama kinaitwa Fatah, kiongozi wao Mahmoud Abbas. Sawa. Sasa ukiangalia mipaka ya mwaka 1947 na mwaka 1967 sio mipaka ya leo. Kwa hiyo tangu vita ya uhuru mwaka 48 paka vita ya mwaka jana ya Israeli na Hamas, mipaka ya Israeli imekuwa ikiongezeka. Sasa hapo inaibua Iran, inaibua wale Wahouthi, inaibua Hamas kwamba mbona mipaka ambayo tulipewa na Umoja wa Mataifa kila vita zikitokea anasogea. Sasa amekuja hapa kwa sababu ya muda. Amekuja sasa. Imekuwa kama vita mpya. Ndio imeanza hiyo. Israeli na Iran. Irani amejitamba, alishaonesha showcase nuclear zake kwamba yeye pia si mnyonge kiasi hicho. Kamtwanga Muisraeli, tukaona video na hivi wakikimbia kwenye mahandaki na vitu vingine kama hivyo. Israeli amejibu kwa kiburi kikubwa kwamba tumeshaanza kumdhibiti na tutashinda. Amesema Waziri Mkuu Netanyahu. Irani ana uwezo gani sasa yeye na washirika wake kwamba kuna uwezekano Irani akamdhibiti Israeli na kufanya utulivu Mashariki ya Kati? Yes, kwanza katika nchi ya Iran washirika wake ni vile vikundi ambavyo vinaitwa proxy. Sawa, na maanisha Hamas katika eneo la Gaza, na maanisha Hezbollah katika eneo la Lebanon, na maanisha na Houthi kule Yemen. Hao ni washirika wake ambao wamekuwa wakiwatumia kwa lengo la kulinda maslahi yake ya kijiopolitiki. Lakini washirika wake wengine wa Iran ni mataifa kwa mfano ya Urusi, mataifa kwa mfano ya China. Lakini katika hoja msingi, je, Irani anaweza kupigana vita na Israeli? Israeli kuweza kupigana vita na Iran, sawa, wao kwa wao. Ndio maana ukitazama kila hotuba Netanyahu wanasema kwamba mimi na washirika wangu Marekani, sawa, yani kwamba ili vita iweze kupigana lazima Marekani aweze kuwa katika sehemu ya vita. Na anachotaka hicho Netanyahu. Tangu mwaka 92 Netanyahu amekuwa akisema kwamba Irani wanahutubisha mabomu ya nyuklia. Mwaka 2015 sawa, ulikuja na mkataba ambao unaitwa JCPOA. Sawa, nchi kubwa tunaita P5 ambao Urusi, Marekani, China, Uingereza na Ufaransa waliweka makubaliano na wakamwekea vikwazo nchi ya Iran. Lakini wakakuta kwamba asitishe uzalishaji wa lakini wakakuta kwamba hana madini ya nyuklia. Madini yake imekuwa akizalisha kwa ajili ya kuzalisha kurutubisha umeme, nishati. Sawa, lakini tume ya atomic mpaka jana wametoa ripoti kabisa kwamba kitu ambacho kinafanyika Iran ana mabomu ya nyuklia. Sawa, na hata mabomu ambayo mpigwa na Israeli hayajaenda kuharibu facility za ndani za vinu vya kurutubisha nyuklia. Sasa Netanyahu ni manipulator. Yani anachotaka ni kuhakikisha kwamba anaweza kuchange regime, yani kubadilisha utawala wa Ayatollah Khomeini. Sasa Israeli hawezi kupigana vita na Iran bila msaada wa Marekani. Sasa hoja ambayo inakuja ni kwamba je, Trump alituahidi kwamba yeye anakuja katika kipindi ambacho kama ni rais wa amani. Aitapa kwamba yeye anakuja kumaliza vita ya Ukraine. Na alisema pia Gaza pale anataka apabadilishe. Hapo pazuri. Sasa anaweza kuhakikisha kwamba wao Marekani hawaingii katika vita. Sasa nimeona jana kuna chama cha Republican. Kuna sintofahamu kubwa sana. Kuna watu wanasema wazi kabisa kwamba Marekani sasa hivi sio wakati wa vita. Anachofanya Netanyahu ni kujaribu kuwa manipulate, yani kuwachochea. Na kama nilivyosema jana hapa, Marekani kuna kitu kinaitwa Israel lobby. Hili muhimu sana kufahamu. Marekani kuna profesa mmoja maarufu anaitwa Profesa John Mearsheimer. Ameandika kitabu kinaitwa Israel lobby. Hili ni kundi la malobbyist ambao wamekuwa wakishawishi sera, mikakati
falsafa za Marekani dhidi ya Mashariki ya Kati. Yani lazima kiongozi wa Marekani uweze kuja na mikakati ambao utakuja kuisaidia taifa la Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hayo maslahi ambayo nimetaja ya kiuchumi, ya kimkakati na ya kijiografia. Taifa la eneo la Mashariki ya Kati kisa linazalisha 49% ya mafuta. Sasa ili uweze kupata mafuta lazima uwe na taifa ambayo inakuja kuangalia ile maslahi. Sio nipate? Yani lazima una taifa ambao unakuja kuangalia yale maslahi. Sasa kuna mataifa ambayo tayari umeshakamata. Mwaka 2016 2017 alikuja na kitu ambacho kinachoitwa Abraham Accord. Kwamba hizo nchi za Saudia, Bahrain, nchi nyingi zikakubali kufungua balozi na Israeli, nchi za Kiarabu. Lakini katika nchi za Mashariki ya Kati, Iran amekataa kupiga magoti dhidi ya utawala wa Kizayuni. Sasa hiki kinachoendelea ni maslahi ya kiuchumi dhidi ya watu ambao kimsingi wamekuwa wakikandamizwa. Sasa wakati Mchungu anauliza hilo swali kubwa juu ya mpango wa Trump kuleta amani kama ambavyo alidai kwenye kampeni. Of course wachunguzi wa mambo nao wanajiuliza, wana diplomasia wakubwa. Wameuliza sababu hasa za Trump kuondoka kwenye kikao cha G7 pale Canada. Sawa? Yeye amesema ni kwa ajili ya big stuff. Why are you leaving? There is a big stuff. Kwa namna ambavyo amejibu. Wao wanasema huenda anakwenda kusuka mipango ya kuisaidia Israel. Lakini hilo swala White House inajaribu kukanusha. Anachosema ni kwamba ni very important, yani ni muhimu kwa yeye kuondoka. Na anaondoka huku nyuma G7 wameshatoa hiyo statement ya kuunga mkono. Na kuna taarifa nyingine ambazo zinazungumza kwamba inasemekana Trump na yeye rais ameripotiwa kupiga kura mpango wa Israel wa kumuua kiongozi wa Ayatollah, kiongozi wa Iran. Yani na yeye amepiga kura ya kuunga huo mpango. Hiyo ni wakati watu wanajiuliza endapo mambo yatakwaje. Jambo la msingi ambalo mimi na wenzangu kwa huku kitaa tunajiuliza, unajua sisi tunafuatilia kwenye simu zetu, tuko zetu mbali, kama vitu tukiona watu tunawaza hivi, ingekuwa mimi ningefanya hapa ningekimbiaje na hivi. Tunaathirikaje sasa sisi ambao tuko zetu mbali? Kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais kwanza wakati kisa nitaka nikupe taarifa za sasa, ulizungumza jinsi ambavyo shirika la utangazaji Iran kwa kifupi linaitwa IRIB IRIB limeshambuliwa. Watu wawili takriban wamepoteza maisha, akiwemo mhariri mkuu wa habari pale. Mhariri mkuu wa habari IRIB. Sawa? Amepoteza maisha pamoja na mfanyakazi mwingine. Unajua IRIB iliposhambuliwa, yani kulikuwa na footage za moja kwa moja zilizodaka lile kombora wakati linakuja walikuwa live. Baada ya kushambuliwa ikachukua muda kadhaa, wakarudi tena hewani, wakaendelea na matangazo. Hapo sasa mimi kisa kuniulisha tena hewani. Mwajiri hapo Jiara hapo baba kisa njoo tujiunge matangazo ya moja kwa moja. Banaba nakusikia hapo, Banaba unanisikia echoeni hiyo Jiara nirudi tena matangazo moja kwa moja. Dunia limeshuka pale kidogo hiyo tumalize kwa sekunde kwa dakika hizi zilizobaki. Mataifa ya Afrika kwa bahati mbaya, maskini ya Mungu, kwenye manufaa huwa vitu vyetu vyachukuliwa waenda kunufaika. Lakini ikitokea tena balaa, mafuta yanatupandisha, tunateseka sisi. Nini kinaenda kutukuta sasa? Au natamani kusema mataifa ya Afrika yanatakiwa kutake precaution gani? Tunatakiwa kujihadhari nini sasa? Yes, kwanza kwa hali ambayo inaendelea Mashariki ya Kati, kuna mzozo mkubwa wa mafuta unaweza kutokea kama vita hii ikiendelea kusambaa kwa mzozo wa kikanda. Kwa sababu Iran anatishia kuweza kupiga vituo vya mafuta ambavyo vipo Saudia, lakini vile ametishia kupiga maslahi ya Marekani katika maeneo kwa mfano ya UAE. Sawa? Lakini vile ametishia kupiga kambi kubwa za kimkakati ambazo zipo Afghanistan. Kwa sasa kama hiyo hali ikitokea, maana ni kwamba inageuka inakuwa sasa ni vita ya kikanda. Sasa vita ya kikanda ikitokea, nimesema kwamba ni ukanda ambao unazalisha mafuta 48%, na duniani kote uchumi wa dunia unaendeshwa kwa mafuta kwa 87%. Iran kama Iran peke yao
katika guba ile ya Uajemi, katika mfereji ambao unaitwa mfereji wa Hormuz, unapitisha 20% ya mafuta. Sasa kama vita ikitokea ikiendelea kusambaa, maana ni kwamba mafuta ambayo yanapita katika ule mfereji wa Hormuz 20%, maana lazima kufungwe na ile mafuta yatafutwe sehemu nyingine. Sasa hiki kinatokea, cha kwanza kutakuwa na scarcity ya mafuta, lakini cha pili mafuta yataweza kupanda bei. Mafuta kipanda bei, maana sasa ni kwamba uchumi wa kimataifa unaenda kuharibika. Na hii tukio lilitokea mwaka 1973. Sawa, kuna vita maarufu kati ya Waarabu na Waisraeli ambayo inajulikana kama Yom Kippur War. Yom Kippur War kwa Kiyahudi tunasema ni siku ya kuomba msamaha, siku ya kutubu dhambi. Waarabu walikataa kuwauzia mafuta nchi za Marekani na Magharibi kwa lengo wamekuwa wakisapoti nchi ya Israeli. Kwa kimsingi ni kwamba athari za kiuchumi ni kubwa, athari za uchumi wa kimataifa vile vile ni kubwa. Meki sana nachogopa kwa kifupi. Unajua Iran ni taifa ambalo limejisuka muda mrefu sana. Ni taifa ambalo lilikuwa linachokonolewa halichokonoleki. Analenyewe sasa sisi tufanye chochote, afanye sasa wasiwasi wangu ni kwamba huenda wakatoa vitu ambavyo sisi hatuvijui. Useme hivyo. Mimi nimezungumza kama wasiwasi. Unajua kuna mataifa yalikuwa yakiguswa tu yanafanya hivi kama yule chura anayetuna. Iran hata siku moja imeshai kusikia na jibu ovyo ovyo. Yule kiongozi wao apata ajali amekufa mwaka jana ile. Wala kunina bana hii helikopta ilikuwa ya kizamani. Lakini sasa mimi wasiwasi wangu ndio huo. Bwana Kilumbu. Ndio akili. Na juzi nasikia wametuma kombora, ile kombora hata lionekani. Design yenyewe inasema na sisi kuna mtu mmoja mchambuzi kule mtaani kwetu anakuambia Israeli inagumwa mvuli huko kwa kudhibiti. Ila nyewe watu wa kwenye mtandao nyewe. Naitwa Kisa Daniel. Alikuwepo hapa mchambuzi msomi Geoffrey Muchungu. Tunarudi. Hii ni muda wa news update. Tumevuka boda kuiunganisha miji mikuu ya Tanzania.